Kutokea hapa Upanga jijini Dar es Salaam kwenye ukumbi wa Diamond Jubilee, tunazungumza hapa na wanachama wa Simba Sport Club ambao wamekuja kuhudhuria mkutano mkuu wa mwaka wa 2025 kupitia M15 TV. Utamsikia hapa Ibra, tunazungumza naye atuambie kila ambacho pengine anatamani kukisikia kwenye mkutano wa leo. Majina yangu ni Memorasia Sylvester, nyuma ya kamera ni Fabian. Karibu Ibra, uko vizuri? Niko vizuri kabisa. Pili leo imekaje? Imekaa poa kabisa, tunaona kijua kinachomoza, ni ishara nzuri kwamba hali ya hewa itakuwa ni nzuri kwetu kufanikisha mambo yetu muhimu kwa siku ya leo. Jumapili ya leo ni busy sana kwa Simba. Yes. Sawa, tuambie kwa namna ambavyo umeguswa, umeacha shughuli zako lakini umekuja kwa ajili ya mkutano mkuu. Pengine ni mkutano wako wangapi unahudhuria na pengine nini ambacho unategemea kwenye mkutano wa leo? Mkutano nishahudhuria mikutano mingi na hisi 6 inafika, lakini kwa leo mimi naona kabisa ni siku ambayo nakuja kusikiliza vision za viongozi, the way ambavyo tunavyoona kwamba timu yetu inaenda kuendeshwa vipi na tumetoka wapi tunaenda wapi. Ndio hicho kikubwa ambacho nimekuja kusikiliza. Tutakuja kuangalia, kujadili baadhi ya mambo ambayo ndani ya msimu mzima pengine leo ndo siku ya kufikia tamati. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba siku ya leo tutaenda kusikia mipango ya viongozi wetu kwamba timu inatakiwa iweje, itoke wapi, iende wapi. Vision ya viongozi ndio kitu tunachoenda kusikiliza ndani. Ni mkutano wako wangapi unahudhuria hapo ukiachana na huu leo? Nahisi ni 6-7 inafika, ila kwa sababu ndo nakuja wakati mwingine nakosa kutokana na sababu ambazo ziko nje ya uwezo wangu. Kwa hiyo ninapopata nafasi kama hivi mimi nafika. Kwa hiyo huu ni mkutano muhimu, nimeona kwamba nije nisikilize viongozi wetu wanataka tuende wapi, tunatoka wapi, tunaenda wapi. Hicho ndio kitu kikubwa, japo ukiangalia kiukweli kabisa kunakuwa kama kuna migongano ya maslahi kati ya wanachama, mwekezaji na baadhi ya management iliyopo ndani. Kwa hiyo kuna shida kidogo. Kwa hiyo mkutano kama huu ndio unakuja kusawazisha kila kitu. Nice. Bila shaka hili limewekwa wazi kwa kila ambacho kinaendelea na namna viongozi ama uongozi wa Simba ambavyo unatakiwa kuwa kwa namna ambavyo serikali wanahitaji. Pengine baada ya kusikia hilo una shauku kiasi gani kwa kutaka kujua kupitia kwenye mkutano hii leo? Nahisi kuna taarifa ambazo zimetumwa za BMT kuja kwenye management ya timu. Tunaamini kwamba pengine viongozi wetu washapokea taarifa hizo, na BMT nahisi inasimamia, ni chombo tu cha serikali ambacho kinachosimamia michezo Tanzania. Kwa hiyo wameshaona kwamba ili tuende sawa tufanye kitu 1, 2, 3. Na sisi hatuna budi kuangalia na kupembua. Tuna viongozi ambao vision yao iko juu, hawezi kufanya maamuzi ambao ni mabaya. Yaani tunaamini kwamba viongozi wetu watafanya maamuzi ambao ni mazuri. Kwa hiyo taarifa ile wataihakiki na kuona kwamba ni sehemu gani kweli inaofaa kuboreshwa, tuiboreshe ili iende kumpa mwekezaji uwanja wa kucheza pati yake, na upande wa wanachama hisa 51 ambao ndio wenye nguvu ubaki upande wake. Kwa hiyo tunaamini kwamba baada ya kupokea hizo taarifa tuna wanasheria wa timu wanakaa wataangalia na kushauriana tuone kwamba namna gani ya kufanya. Sisi tunaamini kwamba tutatoka tukiwa salama na ili jambo la uwekezaji na sisi litafikia tamati, kwa sababu ukiangalia transformation imezungumzwa zaidi ya miaka 6, 7, 8. Kwa hiyo ni kipindi ambacho kila siku tunakaa tunajiuliza kwamba tunakwama wapi, kwa sababu pengine mfumo ungekamilika tungekuwa hatuna wasiwasi. Aidha tajiri awepo au wasiwepo, timu yetu inakuwa ipo vizuri. Kwa hiyo sisi kwenye njia hiyo sisi tunaamini kwamba tunaweza tukafikia mwisho. Sasa yani hii iwe ya mwisho. Tuone pengine 2025, 26 tuingie na mwaka ambao pengine ni wa mafanikio kwa timu, kuanzia ndani ya uongozi mpaka nje. Na wewe kama mwanachama ni mfumo upi ambao pengine unatamani kwa maoni yako muwe nao kwenye klabu yenu? Mfumo nahisi ndio mfumo wa mabadiliko kwenda kisasa, kwa sababu ukiangalia mpira sasa hivi hauwezi kuendeshwa kizamani. Tushatoka huko. Ukienda timu kama Wydad Casablanca ambao ni mabingwa wa Afrika inaendeshwa kisasa. Ukienda National Ahli pia ipo kisasa. Kwa hiyo bila kuangalia mazingira yoyote ukiendesha timu kizamani manake hauna mazingira yoyote mazuri yatakayokuweka wewe salama pindi ambapo pengine tajiri anaondoka. Kwa hiyo tukishakamilisha mfumo wetu wa transformation, hisa zikianza kuuzwa, naamini timu itakuwa inapata manufaa kupitia hisa hizo, na mwekezaji pia atakuwa na kitu anachokipata kutoka kwenye timu. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba ikishakamilika sisi tutafurahi sana, kwa sababu baada ya huo mkutano ambao umejadili mazingira ya kubadilisha mfumo wa timu, mimi nilikuwepo, na hauwezi kukamilika kwa sababu hata sasa hivi ukiangalia
wanachama ni wachache kwa sababu wengi wao Simba haina wanachama wengi sana. Tuna muda mrefu kadi hazitoki kwa sababu hauwezi ukatoa kadi kama hujafanya uhakiki wa kila kitu. Kwa hiyo tulikuwa tunakwama kila sekta. BMT, kabla ya BMT kuna FCC walikuwa wanatuzuia kuingia kwenye mabadiliko kutokana na vipengele ambavyo vilikuwa vinabana upande wa mwekezaji na wanachama. Kwa hiyo baada ya kufanyiwa marekebisho kidogo tunaona kwamba tunaenda kwenye njia nzuri. Tuwape muda viongozi, naamini baada ya mkutano wa leo kila kitu kitaenda kwa vizuri. Kuna kitu chochote pengine mnatamani kujifunza kupitia kwenye mifumo mbalimbali ambao ya uendeshaji wa timu kama ambazo ziko hapa kwenye ligi kuu? Sidhani kwamba kwa sababu kwenye huo mfumo unaozungumza hakuna timu ambayo ishakamilisha. Yaani ndani ya Tanzania bado. Kama tunasema tukaenda kujifunza maybe kwa watu ambao washafanikiwa kwenye mfumo huo. Naenda National Ahli, kuna mfumo ambao tayari washauweka, mwanachama anachangia vipi timu yake. Timu kama timu ina asilimia ngapi ya vitu ambavyo yani ina nini? Ina mali kiasi gani? Utajiri wa timu kama timu. Kwa hiyo washafanya valuation, washapata jibu kwamba ni nini kinachotakiwa kufanyika. Kwa hiyo hata Simba kama tunataka kujifunza, na hisi nafasi ipo, tuna ubia mzuri na kina National. Wydad ni timu ambazo tunajijenga vizuri juu yao. Hata wao wenyewe pia wana vitu ambavyo pia wanatuangalia sisi. Kwa hiyo naamini kwamba pia timu za Tanzania huu mfumo ni salama, ni mfumo ambao pia unaenda kuipa heshima timu za Tanzania kwa sababu umaskini unaisha. Yaani umaskini unaisha. Na pia wawekezaji akiwa zaidi ya mmoja inakuwa ni vizuri zaidi. Na kama BMT sasa hivi inavyotaka. Japo sijajua kwamba wanachama watalipokeaje au watu wamejiandaaje kulipokea, kwa sababu taarifa ya kwamba hawahitaji swala la mwanachama, swala la mwekezaji mmoja. Maana yake wawekezaji waanzie 2 na kuendelea. Kwa hiyo hivi vyote ni vitu ambavyo vinaenda kujadiliwa ndani. Tuone baada ya mkutano nini kitakachojiri ndani. Ibra, nikushukuru sana, niungane na wanachama wengine wa Simba. Nashukuru sana. Mtazamaji wa M15 TV, bado tuko hapa kwenye ukumbi wa Diamond Jubilee ambao unapatikana jijini Dar es Salaam, na muda huu nazungumza na wanachama wa Simba Sport Club ambao wamekuja hapa kwa ajili ya kuhudhuria mkutano mkuu wa mwaka 2025 kwa wanachama. Kumbuka tutakuwa hapa na viongozi mbalimbali wa Simba Sport Club, lakini wanachama ambao wametoka matawi mbalimbali kwa ajili ya kuja kuhudhuria mkutano wa leo, na muda huu naungana